Na kukaribisha katika kurasa za mwisho leo hii Jumamosi tarehe 12 ya mwezi wa 6 2021, tukiwa tunaelekea katika kuchambua masuala mbalimbali ya kimichezo ambayo yameandikwa kwa takriban wiki nzima hii katika maeneo ya mitandao ya kijamii, halikadhalika katika magazeti na radio na hata TV yalochomoza, lakini sana sana hapa ikiwa katika magazeti ya leo, content ilivyo kwa namna ambavyo imeandikwa na kwa namna ambavyo imeweza kushibishwa na kutoka katika mbolea ya social media, yani mitandao ya kijamii. Mimi Philip Cyprian Lastek pamoja na Tobias Mkeyenge na Judith, leo hii tupo katika uchambuzi wa kukupitisha katika masuala mbalimbali. Leo hii ikiwa ni katika masuala mengi ya usajili ambayo yameanza kufukuta katika vilabu tofauti tofauti. Lengo ni katika kuelekea msimu unaokuja, na hasa ukizingatia msimu wa mapumziko ni mfupi sana katika kipindi hiki. Nikujuze tu kwamba michuano ya kombe la mataifa ya Ulaya imeanza hapo jana, na tumeweza kushuhudia timu ya Italia ikiwa imeibuka na ushindi wa goli 3-0 ikiwa inacheza nyumbani kwake pale Rome, lakini kwa namna ukiangalia ni kama Uturuki walikuwa nyumbani hapo jana. Tutazungumza kidogo tu kuhusiana na hayo mambo ya Euro 2020, sio 21, 2020 ambayo yameanza. Hayakufanyika msimu uliopita kutokana na COVID-19, kila mtu anaelewa. Kwa hiyo sasa yale mashindano yamehamia katika mwaka 2021, lakini yakiitwa mwaka ni michuano ya Euro 2020. Leo hii basi itaendelea michezo mitatu ya kundi A na mingine ikiwa ni katika kundi B katika viwanja takriban 11 ambavyo vitashirikisha katika michezo hii tofauti tofauti, lengo likiwa ni katika kupambana na COVID-19. Lakini mbali na hilo basi, katika kingamuzi chako Azam Sports HD saa 1 usiku kuna mchezo kati ya Yanga na JKT Tanzania chini ya umri wa miaka 20. Alikadhalika Simba anacheza na Mwadui chini ya umri wa miaka 20 ifikapo saa 3 usiku. Kwa hiyo usikose kufuatilia katika wakati huu ambapo ligi nyingi sana zikiwa zimesimama, na isitoshe kwamba ligi kuu ya Vodacom itarejea baada ya siku kadhaa. Lakini nikujuze tena hapo kesho kuna mchezo kati ya wakirafiki kati ya Tanzania na Malawi, ikiwa katika imeangukia katika ile FIFA date, kwa maana kwamba tarehe ambazo zipo chini ya FIFA na CAF pia wakiwa wanaunga mkono aliyo. Na kukaribisha sana katika kurasa za mwisho. Lastek, habari za wakati huu? Jana vipi? Euro imeanza, naamini umeshuhudia, naamini hivyo, hasa katika mechi ya kwanza kabisa ufunguzi, Uturuki dhidi ya Italia. Kwangu ilikuwa ni mechi nzuri ambayo matokeo ambayo mimi nafikiri nitarajia. Ukiangalia kwamba pia kwa kipindi cha nyuma rekodi hazikuwa zinaibeba timu yoyote sana. Tutakuja kwako Lastek taratibu tu. Jana mchezo wa ufunguzi huu wa Euro tunaozungumzia umemalizika takriban kama saa 6 usiku hivi. Fursa iko vipi, kwa maana kwamba kuelekea katika kuripoti, na je, bado tupo kwamba soko mechi kama hizi hakuna soko, bado tupo katika Usimba na Uyanga na Azam na pia na ligi kwa ujumla? Lastek nirejele nyuma. Nilikuwa nakwambia kwamba mpira jana niliutazama, na kikubwa ambacho niliona kabla ya mechi ilikuwa ni unpredicted game, kwa sababu ukiangalia rekodi za nyuma zilikuwa zinaibeba Italia kidogo. Unajua unaweza kuwa na rekodi dhidi ya timu nyingine, lakini unakuta rekodi ya ushindi wa goli moja bila draw. Kwa hiyo kwa matokeo na jinsi Uturuki ilicheza jana, Italia walideserve. I think walikuwa composed katika kila eneo na waliweza kupata matokeo jinsi walivyostahili, na ilikuwa ni opening game ambayo nafikiri haikuwa
na msisimko mkubwa sana huko mtaani, na hata kama unavyoona kwenye magazeti mambo hayakuwa sana, lakini nadhani Euro ime kick off na tunatarajia mechi zijazo zitakuwa zinabamba zaidi, kwa sababu ukiangalia mashabiki wengi wao wanaenda kulingana na timu ambayo wanaipenda. Kwa hiyo hata jana kesho utashangaa Tobi Ujerumani sijui wapi Ubelgiji. Kwa hiyo yani kuna watu wana timu zao. Watu wana timu zao. Kwa biashara ya magazeti ukizungumzia Italia na ukizungumzia Uturuki, labda Uturuki mapenzi ya Samata labda yataweza mtu anaweza akajitokeza akasema kwamba anapenda Uturuki, labda nimesema labda. Lakini hapa najua mashabiki wengi sana wako England, wako Faransa, wako Ureno, German na Ujerumani na Ubelgiji. Hizo timu tano ambazo Bob wataja Uingereza au sijasikia. Uingereza ipo. Unajua basically wanafuatilia. Lakini sasa nimekuja kugundua Ureno inapigwa chapuo sana katika mashindano, kwa sababu walikuwa watetezi, waliungaunga msimu uliopita lakini wakawa mabingwa. Lakini inapigwa chapuo sana kuliko Uingereza, kuliko Ubelgiji. Ubelgiji leo anacheza Ubelgiji leo anacheza kuliko timu nyingine, hata Italia hapewi nafasi. Ureno kikubwa mimi ninachoona factor ya kwanza kabisa. Kikosi chao kina mchezaji ambaye kuna kundi kubwa la watu ambao linampenda. Kwa maana Cristiano Ronaldo. Ukimtaja Ronaldo hapo lazima kwa kiasi kikubwa utagusa mashabiki wa Manchester United. Lazima ataenda kuisupport timu hiyo. Kama ambavyo Lionel Messi anapokuwa kwenye timu yake ya timu ya taifa, unakuta kuna mashabiki wengi ambao wanampenda Messi, unakuta wanaenda kusupport. Ndio hivyo kwa Cristiano Ronaldo. Kuna kundi kubwa la mashabiki wanashabikia Ureno. Miongoni mwa factor uwepo wa Cristiano, na hapa utaacha kuwataja mashabiki wa Manchester. Ni kitu ambacho hakijifichi. Lakini pia factor nyingine ndio utakuja kutaja mabingwa watetezi, lakini wana wachezaji ambao wanafanya vizuri kwenye club zao, hivyo halipingiki. Lakini kiujumla overall hizo timu tano ambazo tumetoka kuzitaja hapa sasa hivi zina wachezaji ambao kwanza wanafanya vizuri kwenye club zao, pengine sasa ziwe Uingereza au sio Uingereza. Lakini pia kuna wachezaji vipenzi wa mashabiki wengi wa soka duniani. Taja kama Uingereza utataja kina Mason Mount, kina Harry Kane, ni wachezaji ambao wanafanya vizuri katika klabu zao za Uingereza. Ukija labda Ufaransa hapo kuna kina N'Golo Kante na wachezaji wengine tofauti. Ukija Ujerumani kuna kina Antonio Rudiger, ukienda Ubelgiji wakina Eden Hazard, Romelu Lukaku. Kwa unaona ni jamii ya timu ambazo zina wachezaji vipenzi wa wale ambao katika gazeti la Mwana Sports kama ambavyo imetamkwa, kuna kapicha hapa cha Euro. Kuna De Bruyne namuona hapa, namuona Ronaldo, namuona Harry Kane, namuona Gareth Bale, namuona roba mdogo wa Faransa yule Kylian Mbappe namuona hapa. Hii picha nyingine sioni vizuri, lakini unaweza ukaona namna ambavyo kwa namna ambavyo hapa tu wenye kuonekana. Labda hapa naona Bale ambaye yeye labda alikopo labda Real Madrid akatoka kwa sababu ni Uingereza huku, kwa ndo maana ameshika hatamu katika design ya gazeti la Mwana Sports, ikiwa haina tamalaki aina yoyote. Lakini Kane ni Manchester United mbebeni. Kuna picha kubwa sana hapa ikiwa ni katika swala la usajili, na kwa wakati huo basi tunaingia moja kwa moja katika swala la usajili. Wiki hii basi kumekuwa na swala la usajili limezungumzwa sana. Mara kwanza kabisa katika siku ya Jumatatu ama Jumanne hivi nikasikia kwamba Manyama ameenda Simba. Kati ya Jumatatu au Jumanne, lakini sijakaa vizuri Jumanne, sijakaa vizuri kati ya Alhamisi na Ijumaa nikasikia kwamba mchezaji huyu Manyama amekwenda Azam. Ile ya
kusaini Simba kama yani kanitatiza, nikaanza kusema jamani, au hizi picha zimefanywa namna au unajua ngoja basi Tobi sio na haraka Tobi, au zimefanywa vipi hizi picha hizi picha za nani? Kuna watu wakasema huyu Manyama huyu kasaini akiwa kwenye timu ya taifa, yuko timu ya taifa sasa hivi kasaini akiwa nasema sawa bwana, kutoka Ruvu Shooting na picha inaonyesha pale kwa Mzizima. Habari hizi ulizipataje Judith za usajili wa Manyama? Wewe kwanza Jumatatu ulizifuatilia? Wiki nimefuatilia mambo ya usajili. Na yani kwa kumfuatilia Manyama naanzia kabla, wakati yupo Namungo, wakati ameenda Ruvu Shooting. Nakumbuka walikuwa mwanzo wanamliki kwanza na kwamba anaenda kule kwa sababu yani arahisishe njia yake ya kwenda Yanga. Yani kipindi kile kipindi cha dirisha dogo nafikiri ilikuwa akasema kama ilikuwa inasemekana miezi 6 yule ilikuwa inasemekana anaenda Ruvu Shooting kama ametoka kama njia kwenda apite tu njia. Sasa hivi kaweza ina maana ni kama miezi 6, si dirisha dogo ile ilikuwa ilikuwa inasemekana, lakini sasa kipindi hiki ambacho ndo ligi inakaribia kuisha, sasa ndo mambo yamebadilika. Kwa hiyo mtazamo watu walikuwa nao mwanzo kwamba anaenda Yanga umekuwa ni tofauti, ndo kama unavyosema wewe sasa mwanzo amesaini. Umejuaje kama kasaini? Yani si ndio tunaona picha, kwa sababu uthibitisho wa mchezaji kama amesaini, ukiona picha ndio unakuwa unapata kama kuna uhakika, lakini uhakika kabisa utakuja kujua baada ya ligi kumalizika, kwa sababu tumeshuhudia mara nyingi kuna matukio yanatokea wachezaji wanasaini timu mbili, afu baada ya mambo ya usajili kuja kukamilika ndo unaona watu wanaekeana pingamizi, ndo mwisho wa siku mavipingamizi, si ndio? Kuna yani nasema matukio huwa yanatokea mchezaji kusaini timu mbili. Kwa hiyo sio jambo la kushangaza kwamba kusikia Manyama amesaini Simba. Yani inasemekana amesaini Simba kutokana na picha na pia amesaini Azam. Kwa hiyo amesaini mara mbili, kwa mfano kama amesaini mara mbili ndio mavipingamizi ndio yanakuja. Kwani eti ile sheria si alivyojiunga tu na Ruvu Shooting kulikuwa kuna uwezekano wa timu yote kuzungumza naye, lakini klabu anayoitumikia ipewe taarifa rasmi aidha kwa email kwamba Ruvu Shooting, sisi labda Azam TV tunazungumza na mchezaji wenu, ili klabu ndio itoe mandate kwamba tunawaruhusu mkazungumze naye Azam FC. Azam FC, lakini sio from nowhere tu kwamba timu Azam TV, sijataja timu, nisikilize vizuri. Azam TV, nimetaja timu Azam TV. Ikazungumza na mchezaji bila kuwa na taarifa rasmi klabu ambayo anaitumikia. Kwani hapo kavaa jezi gani? Ile jezi ya Boca. Boca. So Boca Junior. Boca ile. Hiyo ni Boca Junior. Na pale panaonyesha ni Mzizima pale. Sasa unaona kuna logo ya Azam FC. Kuna logo ya Azam, kuna picha ya mwalimu. Kuna wakati wanasema Jumatatu ile kuna picha yoyote. Jumatatu, sio Jumatatu ya Manyama. Jumatano kuna picha yoyote ya Manyama. Picha ile kuwepo ni ile tu ambayo alikuwa anashangilia tu bao yuko na national team. Lakini kabla hapo jioni saa 10 Azam wali break picha ya kumuongezea mkataba Bryson Raphael. Kwanza kabla ya kuja hiyo Azam wali break picha hiyo. Na kubwa ambacho Azam wali break kwa sababu mchezaji alikuwa anahusishwa kwenda kwenye timu nyingine. Waka break pale amevaa jezi. Kuhusishwa kwake kwa ukubwa kabisa. Lakini kuna kitu Tobi anatakiwa atusaidie hapa. Ngoja basi kwanza. Kuna kitu Tobi anatakiwa kutusaidia. Tena nimekumbuka. Gazeti lake ndio liliripoti Simba imemalizana na Manyama, mkataba wa Azam na Manyama umebakia kwenye WhatsApp. Kitu kama hicho. Kama nakumbuka. Ndio.
zilikuwa tetesi lakini watatu tetesi kwa fronti. Simba yani kabisa nani lasteki Simba imemalizana na Manyama. Simba imemalizana na Manyama. Lakini hapo Azam na mkataba wao kwenye WhatsApp wanaandika sasa. Kitu ambacho mimi kama wengi wali observe watatu, kulikuwa kuna screenshot ambayo ilikuwa inasambaa ambayo Manyama nadhani aliposti picha alafu Popat akaicomment pale akaandika fundi wa mpira kama hivyo. Siku inayofuata deal done. Sasa katika gazeti la Mwanasport bwana gazeti analofanyia kazi bwana Toby ambaye pia ni mchambuzi, kuna taarifa ya Manyama hapa, hii hapa taarifa ya Manyama hii hapa, anasema picha lote Manyama Simba Azam, akaenda kumgongea chumbani kwake, akatoka akamwambia anakuja hapa bwana, umetufunga. Ndio ile ambalo anarejelea ile kwamba mimi ninachokijua katika sasa akaandika exclusive. Tobias tusaidie. Alafu akaweka nembo ya exclusive katika gazeti. Sasa mimi sitasoma kabisa hii kutoa fursa ya watu kununua gazeti la Mwanasport. Hem, tuangalie Champions wa hii swala la Manyama mlichukuliaje? Swala la Manyama naona kama vile labda kwa ndani, lakini hata Saleali hakuwa na mambo ya Manyama jana. Alikuwa na Saleali jana alikuwa na mambo ya Manyama Simba au Manyama Azam? Manyama Simba. Haya basi, hayo yakiwa ni ya Manyama. Tutakwenda kusikiliza mashabiki wetu mtaani wanazungumza vipi, hasa mara baada ya timu hili la wiki hii, kwamba Manyama kaenda wapi. Eti Kambole, eti vipi mkenge Kambole, eti asa eti vipi mwenyeji wake huyo. Mimi nimeuliza tu. Yaani ni mchezaji anayehusishwa kusajiliwa na Yanga, anahusishwa. Sasa sijajua kama ni tayari ni official au vipi, kwa sababu mimi naamini taarifa yote ya Simba, Yanga ama hata Azam na timu nyingine kumsajili mchezaji labda mpaka tuone kwenye official page ya klabu kama ambavyo tumeona kwa huyo Edward Charles Manyama. Kwa wewe uamini mambo ya Kambole? Niko half and half. Huyo hapo. Na huyo hapo. Labda ni Kambole. Kwa mimi sijui, lakini hizo ni taarifa ambazo ziko tu mtaani kwamba Yanga inahusishwa kumsajili mchezaji ambaye ni raia wa Zambia. Mbona kama Yanga wameenda sana kwa huyu naye huyu Kambole au mchezaji mwingine labda anafananisha? Huyo kiungo. Huyo ni Akumu. Anthony Akumu. Huyo Mkenya huyo. Alikuwa Zambia, ameenda Kaizer Chiefs. Ameenda Kaizer Chiefs. Kwa hiyo Yanga imeamua kwenye Kaizer Chiefs sasa. No, ni Mona Elsi Kongo kule. Ni Kongo pale. Yaani Kongo. Yaona, unajua miwani yangu inanidanganya miwani. Wewe mzee una matatizo sana. Yaani unapenda kututanguliza wewe. Alikuwa yuko Goma. Tena anaitwa Helisi. Umeona hiyo kauli ya mwisho? Angalia kauli yake ya mwisho. Kauli ya mwisho. Ulikuwa wakati mzuri pamoja na Mheshimiwa Serge Konde, waziri wa mchezo DR Congo. Kauli ya mwisho? Nikiripoti kutoka hapa Kinshasa. Ni mimi Engineer Juma Hersi Shabani wa Atianga Sports Club. Binafsi mimi kwa akili yangu ndogo, ueledi wangu mdogo labda wa mpira, kitendo cha kumtaja mchezaji ambaye yupo kwenye klabu nyingine kwenye caption yake inawezekana. Inawezekana. Naomba nisikilize hivi. Inawezekana. Kuna biashara imeshafanyika. Sasa Haji Manara alikaririwa kwamba mchezaji wa kiwango cha juu sana haiwezekani, au mimi nimesoma swali. Uweze kusema haiwezekani. Uweze kusema haiwezekani. Kwamba ni mchezaji kweli wa kiwango cha. No, Shabani Juma ni mchezaji mzuri. Simba walikuwa wanamtaka. Sina hakika.
walihusishwa naye. Lakini mchezaji ambaye Tobi, wewe umesafiri na Simba, wewe mdau wa Simba, haifichiki. Mimi mdau wa sports. Wewe mdau wa sports, basi wewe mdau wa sports, mwandishi wa sports. Umebahatika kusafiri na Simba. Ndio. Hakukuwa wakati Simba inacheza na AS Vita. AS Vita. Manake basi tuliachie hivyo hivyo, si ndio? Lakini pia tukitazama hata mahitaji ya Simba. Huyo hapo alovaa kijani. Kapteni Shabani Juma. Hata mahitaji ya Simba mimi sioni kama huyo labda ni mtu alikuwa na mahitaji. Mixon kwa nini? Alifanya Mixon? Kwa nini? Wewe ndio umekaa na magazeti huko. Tuambie wewe uko na magazeti. Umeshasema miwani yako haioni vizuri. Beki. Mimi bwana inabidi niongeze glasi hapa. Faidie huko. Kwamba Mixon ndio alikopo beki. Nixon ndio alikopo beki. No, mimi nafikiri ni plan ya mwalimu. Ni kweli, yani tuzungumze kitu ambacho cha ukweli. Kwenye ile mechi moja mechi ya Vita against Simba. Simba kafanikiwa kushinda bao moja kwa bila akifunga Mugaro kwa penalti. Mmoja wa wachezaji ambao alikuwa threat kwao ni Juma Shabani. Alikuwa ni mzuri sana kwa kushambulia. Na plan ya mwalimu nafikiri Didier Gomes da Rosa alimuona Juma siku nyingi sana. Angalia Luis Nixon, Mohamed Hussein Shabalala wote kwa pamoja walikuwa wanashirikiana kwenda kumzuia Juma Shabani. Na kwa kiasi kikubwa waliweza kufanikiwa. Juma alipiga cross, alipiga pasi ambazo hazikufanikiwa. Mwisho wa siku Simba kafanikiwa kupata ushindi wa bao moja. Lakini kiujumla kwa performance au kiwango ambacho alikionyesha Juma kwenye mechi ni mmoja wa wachezaji ambao walifanya vizuri. Tukiondoa makondokano yote. Lakini pia hata ukiondoa performance ile, Juma ni mmoja wa mafubeki wazuri kabisa kwenye ukanda huu wa kwetu, lakini pia Kongo na sehemu tofauti. Yupo kwenye timu ya taifa ya Kongo, ingawa kwenye timu ya taifa anacheza yule Kazadi wa TP Mazembe. Ni mmoja wa mchezaji mzuri binafsi, mimi sina doubt naye. Ndio hicho nilichokuwa nakitaka, mioni yangu sasa imekaa sawa. Lakini pia nimeona kwenye gazeti la Mwanasport mbali na Champions, nimeona kwenye gazeti la Mwanasport kwamba kuna picha hapa ndogo ya Makambo alipokuja hapa nchini akacheza Yanga ile miaka ile miwili si mmoja ule kapewa na jina Makambo Vich, akafurahi kweli. Mshikaji wako kaenda Oroya, mshikaji wako Baraka ile Makambo Vich akapewa na jina naye mmesikia tetesi zozote? Maana hapa naona Mwanasport wa check picha kama vile tetesi kweli ziko mtaani na mkataba na mwaka mmoja na mtaani alisaini miaka 3 Oroya na mtaani mwaka msimu ujao na mtaani huko pia kuna tetesi zinazosema kwamba kama Yanga kwa serious mwenyeza hela amesema umfuate yeye, atajua jinsi ya kwenda kumchomoa Makambo kule Oroya. Lakini wewe ni meneja wa mwenyeza hela Mwinyi bwana naye Mwinyi ndo alimleta Makambo hapa hivi mwenyeza hela. Lakini Mwinyi huyo mwenyeza hela kwa mwenyeza hela si yupo wapi? Yupo Dar es Salaam kweli. Dar es Salaam sabana sijamuona muda mrefu. Maana tangu Gwambina hajasikia. Kwa sababu kuna vikao vyetu fulani tunakutanaga naye, sija kwenye vile vikao siku hizi simuoni. Kamati. Kumbe unakutana naye. Vya kwako wewe. Sasa hizi watu wa mjini bwana. Kwani Filipo, wewe Filipo unavyodhani sisi tumezaliwa kijijini huko, sisi tumezaliwa mjini. Watu wa mjini tuna vikao vyetu ambavyo tunakutana, tunazungumza, tuna nini? Tunakunywa chai kidogo. Simuoni mwenyeza hela. Mnaelezana jinsi gani Makambo atarudi. Na hata ukimtazama hata Makambo kwenye huko alipo Oroya. Ana struggle. Na afadhali aje Yanga labda. Ndio hapo sasa watu wanasema mbona Yanga wanasajiliwa? Wanasajiliwa vipi? Wanasaidiwa kusajili. Filipo, uje kuna vitu juu watu atupeni tu kusema ukweli. Nadhani nilisema hapa nilipokuwa nimeingia mara kwanza hapa. Makambo anaweza sifiti kwa Oroya. Lakini kwa wanavyocheza kweli Yanga ndio kama stukali na Makambo asifiti. Na ndio nilikuwa nikisema kuhusu nani yule Utabwalia. Ndani ya Al Ahly Utabwalia hafai. Unadhani kwa nini? Demand ya timu. Lakini kwa wanavyocheza Simba, Utabwalia anaweza kuwasaidia. Hata wanavyocheza Yanga anaweza kuwasaidia. Lakini watu wanavyoona Utabwalia akishindwa Al Ahly, wanajua pia kaja katika timu zetu hizi atashindwa. Mimi kitu ambacho sikiafiki. Kwa hiyo sawa ukiafiki. Kwa hiyo Utabwalia afiti wapi? Simba.
anaweza akafiti kwa mahitaji ya Simba anafiti. Halali hawezi kufiti. Unaweza ukaona Watabora, mimi nimetazama kuna mechi wamecheza na Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns mechi ya kwanza kabisa amecheza Bogelala buku. Utabora amedribble mpira, yeye mwenye kadondoka nao chini. Asante. Moja kwa moja basi twende kwa Timzo. Hapa kikubwa ni usajili. Sasa tumejaribu kuzungumza, najua katika magazeti hapa kwenye meza kuna masuala ya usajili na mashabiki ndicho wanachokitaka kuhusiana na swala la usajili. Yanga kuna mambo ya Kambole, kuna Jumaa, Simba sio Tabwalia, Azam Manyama. Manyama huyu amezunguka Manyama na Jumaa katika social media wamezunguka sana, yani wakizungumzwa katika wiki hii na Sanka. Sasa Timzo, hapo mashabiki kutokana na magazeti yalivyoandika, mashabiki huko nao hapo wanasemaje kuhusiana na swala la usajili na mengineo? Asante sana Filipo. Toka hapa Mabibo mwisho, ambapo kama ambavyo umesema magazeti tayari yaka hapa, na kama unavyojua muda huu na wengine wanaona kama huyu hapa unamuona anaendelea, lakini wengine wameshapita walikuwa wakijadili mambo kabla ya kutupandisha hewani. Nao kama mambo vipi? Safi kabisa. Mzima? Nashukuru Mungu. Nimekuta ukiwa hapa ulikuwa na huyu mwamba. Mambo? Salama, vipi hali? Sawa, mzima? Mzima tu. Haya bwana, tuambie, mlikuwa katika kubishana, kuna mambo ya Manyama kwenye swala zima la usajili, lakini na Jumaa. Usajili huu unauonaje kuelekea kumaliza msimu, na ndio muda sasa hivi timu zote zinaanza kufanya usajili wa haraka? Usajili mimi naona Yanga kama watu wanaorukaruka tu. Kwa sababu leo hii huwezi kumzungumzia umeikomoa Kaizer Chiefs wakati huku chini tu kuna kushinda. Kwa ufupi mimi naona Dijuma kama wamechukua ni kanjanja, ila uwezo hawana. Yaani wewe unatoka huko unadanganya watu kwamba umemchukua Dijuma, wakati hapa Sapong tu anakushinda. Sasa bado tuko na timu zote. Simba wanafanya shughuli ya maana, wanaangalia mapungufu yaliyotokea klabu bingwa na kwenye ligi, wanaacha warukeruke huko. Haya, nasema haya, bado Timzo tunamtafuta, tunaomba radhi kwa kukatika ni mawasiliano tu, lakini bado Timzo tupo naye, na pindi itakapokuwa sawa basi sawa. Mshabiki kashaanza kusema hapo, kashaanza kutiririka, anasema kwamba Jumaa ni kanjanja. Ule ushabiki. Kwamba ule ni ushabiki, ujue Shabani Juma yani labda uzungumze kishabiki. Hivi Shabani Juma au Shabani mwenye hela? Shabani Juma. Shabani Juma. Sawa, Juma Shabani Juma ni kama labda Mudi na Mohamed. Wengine wanaongeza pale. Wanaongeza na kwa Juma. Ni kama Mohamed na No, ziko tatu. Kuna Mohamed, kuna Mudi, alafu kuna Mo. Medi kwa labda ni shabiki ambaye yupo tu kimapenzi ndiye anaweza kumwandareti Shabani Juma, lakini shabiki yote ambaye anajua mpira Shabani Juma bwana, sijui nikwambieje Filipo, yani kama kweli Yanga wamefanikiwa kumsajili mchezaji, Yanga ndio kamelamba dume sana. Inawezekana pancha. Of course hiyo nao anafuatilia ligi ya Kongo, anaona huyu pancha. Majirani ni sehemu ya maisha ya wachezaji. Muda gani? Sawa. Labda tujiulize. Ni labda Shabani Juma na injury prone, kusema labda anarudi anacheza mechi 3 afu analeta na bench. Hiyo ndio swali ambalo. Kwani Karinyo si yaondoka hivyo? Hapana, Karinyo kuna vitu vingi sana viko nyuma ya pazia. Yudi ukwepo ikilopita. Karinyo aliondoka hapa. Najua aliondoka. Aliondoka hapa. Na ukwepo. Lakini ulimsindikiza? Kuhusu Karinyo niliwahi kuzungumzia. Karinyo shida kubwa ilikuwa inamsumbuaga, mimi nakumbuka tangu mwanzo, nafikiri niliwahi kusema hapa. Alikuwaga ni kuzoea mazingira. Hasa vyakula ilikuwa vinamsumbua, paka kipindi fulani akaamua akamleta mke wake ili apike angalau, lakini naona chakula kinacholeta ladha ya nyumbani.
Sasa alikuwa ni Kalinyo ukuepo angalau umedokeza. Kalinyo bwana, kuna vitu vingi sana nyuma ya pazia. Lakini alikuwa bado ni mchezaji amesaidia Yanga. Juma atakuja msimu ukiisha utaambiwa kuna vitu vingi nyuma ya pazia. Hapana. Mimi nikwambia kitu nani Lastic. Kwani Mukoko Yanga bwana una historia nzuri na wachezaji wa Kongo. Hamna Mkongo leo kuseletwa na Yanga hapa. Akaribu. Hayupo huyo Achana na sasa hivi mfano mwingine. Hayupo Mkongo. Hata Simba. No, Simba wana nini? Kuna Lino Musombo, kuna yule Kanumbi Avanga, alafu kuna yule Kanumbi Avanga, wako kama 4 hivi ama 5 ambao walikuja, lakini Yanga bwana anzeo kina Shaban Nonda Papi, kuja njoo kina Doimoke, sio kina Moringa juzi wakina Luta Mokili, yani tazama huko. Yanga mimi kwa Wakongo sina shida nao. Moringa alikuwa best. Moringa alikuwa vizuri. Moringa mondoka na goli 11. Tazama walioko na magoli mangapi? Mkenge Topo Scola Yanga mechi 34 na Pichu Kongo kina Katalai na kuna center back mmoja alichezaga Yanga akaenda zake wapi? Akaenda zake Belgium. Constantine Kimanda. Topo Scola timu wanacheza mechi 38. Yaani Tobi mimi sawa. Moringa tafuta wachezaji waliokuepo msimu huu. Nijibu swali langu. Yaani wewe nijibu swali langu hapo mimi mazingira ninauliza. Usifanye comparison ya wachezaji wengine. Sawa. Logic ya kawaida Topo Scola wa timu ambayo inawania ubingwa. Anaweza kumaliza ligi na mabao 11 akiwa timu imecheza mechi 38. Yaani unajua ukisema hivyo ni kama unamwonea Moringa. Kwa nini? Tazama hiyo timu, yaani tazama timu ya Moringa. Haya basi sawa. Wewe unaamini Tobi Moringa amefeli Yanga? Hajafeli. Sawa. Sasa wakati Timzo tunamsubiri Timzo ili tuweze kupata ya uhondo huko mtaani kukoje. Alikatika kutokana na hali ya hewa. Vipi uchaguzi wa TFF? Joto limezidi kupanda. Tena kuna mwanamama inasemekana joto limezidi kupanda. Joto baridi, mimi nataka tu ujibu hiyo. Joto baridi. Kwanza baridi. Joto limepanda. Kwani wewe ufahamu baridi nini na joto? Mimi nafikiri joto limepanda. Mimi nafikiri joto limepanda. Kaongeza sentence joto limepanda. Mama kusema joto lazima. Joto limepanda, mtafute hiyo. Kuna joto. Yaani Ni usajili uko sio usajili. Uchaguzi. Uko baridi. Ubaridi wake unatokea wapi Tobi? Una maana gani baridi? Swali sasa unarudisha mimi unashaka nimekuuliza wewe mwanzo. Sasa mimi naomba niambie joto maana yake nini? Baridi maana yake nini? Ukaniuliza kwani ujui au unajua? Nikasema sawa. Mimi nimesema baridi kama hii. Mimi nilielewa Philip anamaanisha nini. Ukiweka maji ya moto na ukiweka maji baridi. Baridi. Wapi unaweza kusurvive kidogo? Ukaweka mkono hivi. Kwenye baridi unaweza kusurvive. Kwenye baridi unaweza kusurvive. Sasa haya nenda kwenye huo mkono. Haya baridi. Baridi. Kwa nini baridi? Kwa sababu unaweza kusurvive. Plastic. Bwana uchaguzi joto ingawa watu wengine wameshaanza kuwa baridi. Uchaguzi ni joto. Alafu watu hapo naweka nukta. Alafu kuna watu wameanza kupata ubaridi. Okay, sasa unachagiza vipi katika vyombo vya habari? Ama uchaguzi huu unaleta soko gani katika vyombo vya habari? Je, nao ni taarifa ya kuleta msisimuko, mashabiki wakafahamu nini ambacho kinaendelea katika uchaguzi huu? Lastek umeanza kuleta hiyo hali. Ilipoanza uchaguzi ulipoanza, watu walipoanza kuchukua fomu kidogo mambo yalikuwa yamepoa. Na ilianza kwa rais aliyopo madarakani kutusaidia kuchukua fomu na Swedi Mkabe ambaye alikuwa mwenyekiti wa Simba, ambayo nayo ika trend pale, watu wakajiuliza maswali mengi. Baadaye tukasikia tena joto hili limehamia bungeni kabisa, bunge hili la Jamhuri ya Muungano. Wabunge wakafanya na mikutano yao na waandishi wa habari wanazungumzia swala zima hapo. Tukaanza kusikia kina Ali Saleh nani, lakini jana mpaka jana zoezi limeangukia kwa mwanamama ambaye amewasurprise wengi, Hawa Mniga. Leo ndo mwisho. Na declare kwamba Hawa Mniga alikuwa bosi wangu.
mwana mama kuchukua fomu. Yani ilianza zoezi tarehe 8 kuchukua, mwisho leo tarehe 12. Siku 4. Nimeona hadi Zamunda amechukua. Zamunda kachukua la ngapi pale? Kuna wengi, kuna rais, kuna hela 5 laki 5 urais. Ule ujumbe 200,000. 200,000. Kwa mpaka sasa hivi wako 8 sijui wapi. Marais 10. Kwa pale tayari tuna milioni 5. Milioni 5 ishapatikana. Milioni 5 yani milioni 5 ishapatikana. Kwa pale tunaweza tukanani uchaguzi vizuri ni milioni 5. Na huku kwenye milioni 200,000. Kuna baadhi ya kanda wajumbe wamejitokeza wengi. Kuna kanda 5. Figa kamili ya huku kwenye leo jioni. Lakini kwani leo umejuaje leo rais hataongezeka? Wanaweza wakaongezeka. Ongezeka leo. Changamoto nini? Kanda zipo 5. Kanda zipo 5. Kanda zipo 5. Zimegawanywa mikoa hii. Ziko 5, si ndio? Na kwenye nafasi ya urais inabidi upate endorsement wa watu 5. Watu 5. Na kanda zipo ngapi? Kutoka kila kanda. Si unanielewa hapo? Kwenye nafasi ya urais unabidi upate udhamini kutoka kwenye kanda ngapi? 5. Na kanda za uchaguzi unasema zipo ngapi? Ziko 5. Wagombea wapo ngapi? Wako 10. Eti jana Kubenea alienda kuchukua na ukishachukulia Alberto. Ukishatoka mgombea mmoja. Hadi Alberto yule wa Zanzibar, mwandishi. Nikafikiri Saleali. Msifilipo. Unanisikiza mimi logic yangu kidogo umeelewa hapo? Kidogo. Naomba usikilize vizuri. Mimi bwana sijui. Subiri kidogo kitu. Mimi siamini kama kuna mtu ataongezeka kwa sababu gani? Changamoto ambayo iko ni kama ukishachukua fomu, sio unachukua fomu unajaza afu unarudisha. Lazima utafute wadhamini. Wadhamini wako Dar es Salaam hapa, mtu wa Kagera Dar es Salaam. Hapana, changamoto ambayo iko hata unakuta hata hao watiania wengine ambao wanalalamika namba kubwa wadhamini tayari umeshawadhamini watu. Kwa hiyo unakuta kama kweli ukishamdhamini mmoja ndo huyo. Sasa ndio hicho ambacho mimi nazungumza mimi. Mimi naomba nitoe mimi ni mwananchi. Ndio. Niko nyumbani. Mwananchi maana yake nini? Mwananchi raia Tanzania, raia niko nyumbani. Sielewi masuala ya udhamini, sielewi. Ndio. Plastic au Tobi, nifafanulie hii swala la wadhamini. Wadhamini kwanza wako ngapi? Wadhamini ni kanda ambazo ziko ngapi? Kanda ziko 5, lakini kuna vyama vingine ambavyo hiyo lakini ndo hatuielewi. Yani kuna vyama vingine ambavyo vinaweza kutoza. Kwa mfano kuna TEFCA, chama cha waamuzi, kuna chama cha makocha, mimi sio wale wanawake, sio kuna nini ambao vinaweza kudhamini. Ukidhamini mtu mmoja uruhusiwe kumdhamini mtu mwingine. Mimi lojiki yangu iko hivi. Na hata timu pia za ligi kuu wawakilishi wa ile TAFCA DRFA wale wanapiga kura. Wale wanapiga kura. Wale wanapiga kura. Hawaingii kwenye kanda. Lakini katika hizo kanda 5 hawaingii kwenye kanda. Kanda unakuta ni mikoa, yani unakuta Dar es Salaam, Morogoro, Pwani, yani inakuwa na mikoa kama 5. Kanda moja. Kwa hiyo nimeenda kuchukua fomu ya urais, natakiwa nipite katika hizo kanda. Nipate wadhamini. Na kanda moja na dhamini mmoja. Kanda moja mtu mmoja. Mimi nafikiri kwa hiyo kanda ziko 5. Nafikiri kanda mimi sio ziko 5, mimi nafikiri kanda ziko 30 na kitu. Kanda. Mikoa ndio ipo katika kanda 5. Ila kanda unajua Philip, mimi nafikiri umeona ninavyochanganya. Udhamini hapa uenda huko kwa mikoa, kwa sababu unaposema kwamba kanda ziko 5 inamaanisha pale ni watu wakipata wadhamini pale ni watu wawili. Kuna yule ambaye atapata labda hizo kanda 5 alafu na hivi vyama vingine ambavyo ni wapiga kura pia wanani wakikudhamini pale havizidi 5, sawa? Kwa hiyo inamaanisha ni watu wawili tu watapata hiyo sifa ya kuweza na ndio moja kitu ambacho watu wengi wanalalamikia ni hapo. Na ndio maana mimi nikasema la kwanza mimi siamini kama kuna mtu mwingine mpya ataongezeka. Hiyo ya kutoa ya kusema kwamba kila mtu nafikiri ni kila kiongozi wa mkoa ndo anamdhamini na mwendozi. Ndio maana kanda ziko 5 ila hizo kanda siku na mikoa unakuta kama ni 5, lakini sasa hiyo endorsement inatoka kwa kila mkoa. Mikoa ipo mingapi? 36. Yes. Si ndio? 36 35. 36. Sawa. Haya. Wagombea nafasi vyama vipo. Hiyo vyama vingie shamba wakilishi wa mkoa. Sasa wagombea nafasi ya urais wapo 10. Tufanye 10 mara 5. 50.
Imekuwa mingapi? 36 sasa. Shughuli shaisha. Tunywe mtoli nyama. Filipo, hebu tuendelee na Kazi ngumu. Hiyo ndio ile tunasema, hizo ndio zile tunasemaga kanuni zinawekwa kabla uchaguzi. Mazingira na huyo kwenye champion sawa kumu huyo. Huko front page. Huyo kwenye champion huyo. Huyo anaenda kutoka Kaizer Chiefs. Sema sasa achezi huyo. Wapi Kaizer Chiefs? Huyo achezi, hata nani yule mwingine naye achezi, Kambole achezi. Kwani Kata alikuwa anacheza? Kata Gor Mahia alikuwa anacheza. Gor Mahia Kata mpaka anakuja hapa ni kiungo bora wa Kenya. Ametoka AFCON kucheza. Anaenda? Kata sio anaenda wapi? Haya basi. Kwenye hatujamaliza na uchaguzi. Kuna kuaga na makala. Lakini naona leo kama hawajaweka front page ile, mimi nimezoea. Nimeona kumwembe hapo. Kumwembe tu hapo. Iko out of date. Kuna nini kingine hapo juu? Unaona kwa sio nilivyozoea hapa nakumbuka hapa Kamwaga. Mimi hapa mimi raia. Nakumbuka hapa kuna Eduko Mwembe kama kawaida. Kuna Kashasha. Kuna Kashasha. Kuna Kamwaga. Kuna Kamwaga hapa mbele. Na Ali Mayai hapa. Au mzokubutua kule mwa nani? Leo bwana sponsor. Kuna nini hapo mbele? Sijashika leo. Kuna Kumwembe. Kuna Kane. Mambo ya Manchester. Mbebeni. Kuna star wa Arsenal na buti za Grealish. Sasa ndio nini jamani? Design kuna vitu tumeweka vizuri. Mimi nimezoea hapa juu nione au kwa sababu ukishaweza kumuona Kamwaga na vitu vyake vya habari vya tatanishi. Kumwembe hapa anasema Waingereza na Euro ni kituko fulani. Edward bwana. Natamani kusoma. Uingereza haichukui ubingwa. Haichukue, wanakusikia wenyewe. Haichukui nani? Wenyewe wanakusikia wenye timu. Wanaweza kuchukua, kwa nini usichukue? Wanaweza kuchukua. Ile inakuwa inaendaga tu inasindikiza ile na Simba watatu. Mara mwisho Uingereza hawajafuzu ilikuwa ni 2008, wanafungwa na clash ya pale anafungisha goalkeeper Scott Carson. Lakini sasa hivi kutokea hapo kwenda kila msimu. Na hata ukizama kama nasema kama kuna kipindi ambacho Waingereza wanaenda katika tournament ukiachana zile sifa zao sijui majigambo nini, Uingereza ni hiyo tu majeraha ya kina Jordan Henderson labda na Harry Maguire, lakini kwa maana ya team performance wako vizuri, kwa sababu tazama hata mchezaji mmoja baada ya mwingine katika vikosi vyao hata kwenye klabu zao zilizofanya. Tazama Phil Foden, mtazama Mason Mount, mtazama yule Jadon Sancho, mtazama Harry Kane. Kwa sio kama timu ambayo inaenda kule labda ni dhaifu au vipi. Wataje wasikutane na Ufaransa. Wachezaji wasikutane na Ufaransa. Kwa sababu Uingereza hiyo. Sawa, kwenye kombe dunia sasa hapa Kumwembe ndio yupo, si ndio? Lakini nimejaribu kuangalia hivi huyu mzee wa nani Ezekiel Kamwaga yupo kweli? Naona hapa Kamwaga yuko. Mbona iko hivi, si ndo makala yake hiyo? Mbona iko hivi? Tatizo Philip umekariri. Mbona iko hivi? Sio hivi. Yaani Kamwaga mpaka msomo ndio utaelewa nini kamaanisha, lakini si uadui. Ni mkato. Uchaguzi si uadui, tuelewane. Mkato. Sentensi nyingine ni ujenzi wa taasisi. Anamlenga nani? Anamlenga nani? Amna lilengwa. Sitaki kulenga. Watu waone vizuri. Tuna mwenyekiti rais wa sasa Wallace Karia akiwa amependeza na mpira. Pendeza na mpira. Ndo makala ya mawazo ya bwana Ezekiel Kamwaga. Peter Kamwaga. Kwa hiyo kama unataka kusoma vizuri, mimi nakusomea tu juu. Sasa hapo umeelewa nini? Uchaguzi si uadui. Mkato ni ujenzi wa taasisi. Kwako Kashasha. Naendelea. Kwako Kashasha. Yeye Kashasha anasema viungo nambari 8 hawa kiboko ligi kuu. Hiyo ni aina makala ambazo Tobi anapenda kuziandika. Hiyo ya viungo. Mabeki bora. Sasa ameenda kwake Kashasha. Kashasha anasema ni box to box
ana discipline. Kwa hiyo vitu hivyo unajua unavyosema hivyo tayari kichwani kwangu imekuja picha Mwalimu Kashasha. Vitu hivyo ndio nakutajia sasa. Kwa baada ya kuchukua mpira kutoka, mbona iko hivi, uchaguzi si uadui, ni ujenzi wa taasisi. Kwako Kashasha kachukua mpira, Kashasha anasema viungo namba 8 hawa kiboko ligi kuu ni box to box discipline, ana discipline. Kwa hiyo ukitaka kusoma haya mambo yote hapo katika gazeti la umesikia Filipo, hiyo headline aliyoitumia Mwalimu Kashasha ni aina headline ni box, hii ndogo ni box to box hiyo viungo namba 8 hawa kiboko liku ni aina headline ambazo tunapenda kuziandika. Tobi kuna siku anaweza kaamka na kuandikia kwenye Mwanaspoti labda ni za chuma, mabeki wagumu sijui viungo wenye rasta. Kuna siku aliniua kabisa, akaandika eti wachezaji wanatokea Morogoro akajaza ile napo yake Space Manula Kapombe. Sasa nikaona tena mbona Tobi unatugawa ni Morogoro. No, mimi hiyo ilikuja kulikuwa mashindano, kuna watu walikuwa wanabishana Taifa Cup. Nikanijia logic kwamba Taifa Cup zamani ilikuwa wanachaji vipaji, si natoa vipaji, si nini. Nikasema mtajeni mikoa ambayo inatoa vipaji. Mikoa utoa vipaji vingi ilikuwa Morogoro, Mkenge. Ndio mimi nikapata hiyo logic. Ukaandike watu wa kwenu yani. Acha bwana. Haya. Oscar akachukua fomu ya mwandishi mwenzetu. Mwandishi wako kadhaa, sio mwandishi mmoja. Kuna hawa ndio. Hawa sio mwandishi lakini. Sawa, lakini kuna hawa. Oscar hawa. Kuna yule Mzanzibari. Ali Saleh Alberto. Ali Saleh hivi ni yule mbunge? Alikuwa mwandishi, alikuwa mbunge pia. Okay, naye kachukua na kubenea. Amechukua na kubenea. Hapa bwana kwenye makala hii sijanamalizia mayai. Nilikuwa mmenipeleka mbele zaidi. Mayai. Mgombea wa nafasi ya Rais Ali Mayai Tembele. Hajaandika hivyo. Anasema muonesha nia ya ugombea nafasi ya urais Ali Mayai Tembele. Nilichokiona kwenye social media ni hivi. Kashika yuko na mpambe, sio mpambe, lakini naye kamchukulia mtu. Yule kamchukulia mtu. Ndio nasema yani inawezekana mpambe si mpambe, naye kamchukulia. Bwana wale wazee wale wameshika. Bwana Yesu useme tu bwana mpambe wake bwana. Sio mpambe. Wameshika kamchukulia mtu. Huyo alikuwa pembeni yake naye kamchukulia mtu. Alikuwa yuko Dodoma. Yaani ni wagombea ambao wameenda kumchukulia mtu. Kashika karatasi ya kuthibitisha. Sema kuna kitu mimi sijaelewa. Naomba nieleweshe. Kwanza Mkeyenge, mbona kwa baada ya kushika hivi na huyu mpambe wake kashika hivyo kwamba amethibitisha kwamba aliyekwenda kumchukulia wamepata. Kwa sasa tunafanya idadi ya kuwa 10. Ndio mimi kuna kitu naomba nieleweshwe. Pia kuna taarifa. Wewe pamoja na paneli hapa. Mimi hapa. Wewe pamoja na wenzangu. Nimeona Ali amechukua fomu yeye mkubwa. Lakini pia ni yeye aliyemchukulia mbunge wetu wa Kinondoni Abbas Tarimba au aliyemchukulia ni Dominic Salamba ndo kamchukulia Tarimba. Sawa, lakini nadhani tutakwenda pamoja kwa sababu hata kwa fomu kuzionyesha wako pamoja. Yaani ni kama naona kuna ukakasi fulani hivi ambacho kapo, kwa sababu mimi ninachokiona of course uchaguzi ni vita, lakini pia sio vita. No, yani nielewe. Ndio maana nimeweka vile video. Bwana Ezekiel kasema uchaguzi si uadui. Sawa. Ni ujenzi wa taasisi. Sawa, ninachokijua mimi na Tobi labda tunagombania nafasi moja. Kwa mtapishana kila mmoja atakula. Yaani ninavyojua. Lakini sio mnatoka sijui maneno. Haipo hivyo. Lakini ile kuwa close, yani mnakuwaje close? Ukakasi wake ni mimi nashanielewa last time labda wewe jaribu kumueleza nini. Ukakasi wake anasema kwamba yani anamaanisha kwamba wagombea hawezi kwenda kugongana kwa nafasi moja. Kwa nafasi moja wakatoka mbele pamoja tena wamefuatana hivi. Wameshikilia wote fomu wania nafasi moja. Kuna ukakasi hapo. Filipo. Ukakasi gani? Unajua Philip. Yaani wewe Mkeyenge na Bwana Tobias ni marafiki. Ndio. Ni ndugu kabisa. Philip, mmekaa kwenye kunywa kahawa, si ndio?
bwana, kwa nini tusiende kuchukua fomu? Twende wote wawili. Ngoja, kwa nini tusiende kuchukua fomu? So fomu ya TFF pale. Ngoja basi. Alafu mwisho wa siku huyu amwambie kwamba mwenzako bwana, mimi nitakupa. Mimi naenda kuchukua fomu. Nasema lakini kweli hata mimi naenda kuchukua fomu. Kwa nini mtengeneze uadui wakati mnaenda? Hakuna uadui. Hamna uadui. Wewe sasa wewe usema kwamba una ukakasi gani? Ukakasi upo. Hakuna cha ukakasi. Yaani kama ni kwa labda mimi naenda kuchukua ya urais, lakini naenda kuchukua ya mjumbe. Ni kwa sababu tukio kama hilo halijawahi kutokea. Hizi uchaguzi wote ni siasa. Uchaguzi wote una elements za kitu kinaitwa siasa. Siasa, kila mtu ana utaratibu wake kwenye siasa. Mimi tukiwa wagombea wote hapa, kila mmoja atakuwa na njia zake na plani zake za kuweza kuwin kwenye uchaguzi. Hamna jinsi mimi naenda kwenye siasa tunakaa na huyu hapa unless tuchukue form baadaye tuende tukubaliane bwana Tobi atatuwakilisha. Unajua tutakaa na Tobi hivi sawa, kila mmoja akachukua fomu yake, lakini mwisho wa siku kila chama, kila mtu ana sera zake na kila mtu ana propaganda zake na kila mtu ana lengo lake, lakini mwisho wa siku mimi na Tobi tutaenda tukakaa huko nyuma, tutakubaliana bwana Tobi nenda kaniwakilishe. Kweli. Kwa hiyo hakuna mazingira yoyote yatanifanya mimi nikae na Tobi, tumeenda tunachukua fomu tuko wote pamoja. Alafu hata tukiojiwa pale automatically vitu vyetu vitatofautiana. Mimi nitaongelea yangu, siwezi kusema kama jinsi alivyosema Tobi. Itakuwa haina maana. Kwa hiyo ile inaweza kuleta ukakasi kwamba huyu mwisho wa siku atamuunga mkono mtu fulani. Yaani unajua kuna mazingira kama umefuatilia pale, alafu ilikuwa unajua ile mtu anasema nimejitokeza kuchukua fomu, unasema si mimi. Akasema tume. Sasa kitu kama hiko. Kwa sababu unaona Swedi Mkwabi. Swedi Mkwabi neno tume. Ali Mayai. Tumekuja. Alisema tumechukua fomu. Sasa ukishatoa kauli kama hiyo, inamaanisha ni mtu mmoja amechukua fomu. Usibomi gani? Simuona Swedi Mkwabi, tunamuona Swedi Mkwabi ameenda kuchukua fomu. Lakini kamchukulia Wallace. Na hata vulizwa na waandishi, jamani mimi niko na mzee wangu, mzee Filimon. Tumekuja kumchukulia fomu Wallace Karia. Sasa Swedi aende pale amchukulie fomu Karia, lakini pia hapo naye ajichukulie fomu. Jamani, bwana nisikia Magoli naye au si kweli? Magoli. Asa mtu yani issue ya kwenda kuchukua fomu sio sawa kama labda na issue ya usajili, kuna mambo kuficha. Wewe utaenda pale hata kama waandishi hajaenda, TFF atasema bwana Tobi leo kaja kuchukua fomu. Kwa sasa la kificho. Tunampongeza yule dada, si ndio? Wote tunampongeza yule dada. Of course, lazima tumpongeze. Anastahili pongezi kwa kweli. Anastahili pongezi. Hapo kakomaa. Kwa kujitosa kuwania urais TFF. Haijai kutokea eti. Sijai kusikia. Alikuwepo kwenye kamati ya ajira ya TFF. Nasemea kwenye urais. Kwenye urais. Haijai. Nadhani ndio mara ya kwanza. Mwanamke shupavu ambaye ameamua kwenda kupambana na kina Hali Mayai na wengine. Kwa hiyo anastahili pongezi. Tupo nyuma yake. Mbona unafikiria sana Philip? Philip tupo nyuma yake. Lakini mimi nimekipenda kitu kimoja. Mwanadada mimi nimempenda kitu hichi kimoja. Hata watu wengine ambao labda hatukuwadhania. Mtu kama Oscar, mimi binafsi sijadhania kama kuna siku labda anaweza kuja kuomba nafasi kama hiyo, lakini kitu hichi ambacho mimi nimekifurahia. Unaingia katika familia ya mpira, unaingiaje? Huyu mwana familia ya mpira. Sawa. Lakini wengi hawamjui. Yaani familia ya mpira ina uwanja mpana. Wewe ndio mjui, mimi namjua. Sawa. Wewe unamjua. Kuna wakati ulikuwa unajiwakilisha hapo kama wananchi wa mtaani. Wapi leo? Leo hapo kuna muda ulikuwa unasema. Sasa unakuta unaingiaje? Labda unaenda kuchukua fomu. Jina linakuwa liko masikioni mwa watu. Sura pia inakuwa ni machoni mwa watu. Kwa hata siku nyingine ukitokea bwana huyu Lasteki, watu wanakuwa na reference katika uchaguzi wa mwaka fulani aliwahi kuja. Kwa hiyo inakuwa ukitaja watu bwana huyu si ni mwenzetu. Tumalize sasa. Chikwende awagawa mabosi Simba. Hiyo nimesoma mimi hapa. Perfect. Sasa kwenye uchaguzi wa TFF miongoni mwa chaguzi, mimi niko kwenye michezo siku nyingi toka 2000 waandishi
Sasa kama unaanza kutupiga biti hapo. Sasa. Toka kama 2000. Ufaza wa miaka 21. Miaka 21 mpaka sasa. 21 Kama mtoto sasa hivi anakaribia kuolewa, anakaribia kuoa. Ana wajukuu bado. Ana mtoto hapo kashaolewa na mtoto kabisa. Sawa. Sasa hakujawahi kutokea wagombea wengi namna hii katika uchaguzi wa TFF. Bila shaka mimi ninavyoona ni demokrasia. Of course. Ya watu kutaka, na hasa mwanadada mwingine kajitokeza 50 kwa 50 tunavyosema hivyo, tunakwenda katika level ya namna hiyo. Unaonaje uchaguzi wa mwaka huu? Ni uchaguzi kama anavyosema bwana Ezekiel, sasa hivi uchaguzi si uadui, ni ujenzi wa taasisi. Amesema akauliza nani? Kamwaga hajaweka alama kuuliza. Basi amesema. Ndio nasema amesema uchaguzi si uadui, bali uadui mkato ni taasisi, ni kujenga ujenzi wa taasisi. Maana yake tu ni kwamba uchaguzi wa sasa hivi sio uchaguzi wa porojo nyingi ambazo hazina mbele wala nyuma. Maoni yako hapa. Tobi? Binafsi tupo kwenye demokrasia. Maoni yako hapa. Mkeyenge? Mimi nadhani mpira kukua. Maoni yako hapa. Judy? Wanajitahidi kuleta changamoto mpya. Yeah. Kwenye uchaguzi. Mpira wa miguu hapa nchini. Mimi namalizia maoni yangu. Namalizia maoni yangu. Porojo angawa mabosi Simba. Hayo maoni yangu. Yaani mara zote Philip lazima ukae kati. Maoni yangu. Asante sana jamani. Jamani nashukuru sana. Leo ni siku unaweza kwenda kachukua bwana fomu bwana, tukuone na umeweka hivi kama Oscar. Na leo anamsafa saa 6. Leo anachukua fomu alikamwe. Anarudisha fomu saa 6 kwa kutokana na msafa. Kurudisha fomu ni mwisho lini? Leo saa 10. Kila kitu leo. Kwa atakuwa na mayai nao leo. Wote kwa leo na maandamano yake. Twende tukashinde pale, tuangalie namna ambavyo tunaweza tukafanya mambo mazuri. Asante sana jamani, shukrani kwa kurasa za mwisho leo hii. Rastek pamoja na Tobi pamoja na Keyenge pamoja na dada Diudi. Asante sana. Ni kutaarifu tu kwamba Under 20 inaendelea leo usiku saa 1. Yanga anacheza na JKT Tanzania saa 1. Saa 3 usiku kutakuwa na mchezo kati ya Simba na Mwadui, hiyo ikiwa ni mfululizo wa michezo hiyo. Lakini kesho saa 10 jioni kuna mchezo wa kimataifa wa kirafiki wa soka kati ya Tanzania na Malawi. Siku njema.